Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima. Kuna mama yake Hamisa na ni moja kati ya watu ambao pia wamehudhuria leo huba ya Clouds. Mama, kwanza hongera kwa siku ya leo. Asante sana. Huu ni mjumuiko wa kina wanawake, labda pengine siku ya leo ungeizungumziaje baada ya kupata invitation kupitia Clouds? Nimefurahi sana kukaribishwa, nimeona kama ndio Clouds imenitambua kama mama pia kama mwanamke, nimefurahi sana, nimefarijika. Umekuja peke yako, tulitarajia tungemwona Mama Fantasy pia umeongozana naye. Mama Fantasy ishi naye tena, sasa ni mke wa mtu, nilishamuozesha nyote mnajua. So ishi naye tena. Kwa permission inatoka sehemu nyingine. Yeah. Kitu kikubwa ambacho leo anakisisitiza ni kwamba adui wa mwanamke sio mwanamke. Kwako wewe, kwa experience yako, muda ulioishi, umekuwa kwenye mitandao, unaamini wanawake sio maadui tena kama ilivyokuwa mwanzoni? Unajua ni jinsi gani unavyochukulia. Kama unachukulia mwanamke ni adui, basi atakuwa adui, lakini mimi napenda kila mtu. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi sijawahi kuwa na maadui, kwa hiyo namshukuru Mungu. Watu wengine wanaweza kuwa wanadhani ni maadui zangu, lakini mimi sina adui. Mimi nampenda kila mtu. Wewe unahisi kuna watu wana uadui na wewe? Unajua pia ukishakuwa kwenye yani unajulikana. Yeah. Kuna vitu vingi vinaendelea. Unaweza kuamka ukajikuta nimeandikwa hivi. Lakini mimi ni mtu ambaye waga sipendi mambo mengi na muamini sana Mungu. Na nampenda kila mtu. Okay. Yeah. Mungu ni mama ambaye entertain sana mitandao, kwa maana ya watu wanavyo comment mtandaoni, sio vitu ambavyo vinakuumiza sana. Ni kwamba uliamua tu kwamba sasa mimi sitaki kuweka akili yangu sana mitandaoni, au unaona vinakuumiza lakini unakaa kimya? Naweza nikasema kwa kweli sijai kuumizwa na kitu mtandaoni. Hilo ni kitu, kwa sababu sijui moyo wangu ama ni kabila langu si wa kule, ni watu strong. Kwa hiyo huwa naona kwa sababu mwanangu tayari ni maarufu. Kwa hiyo nadhani hiyo ni one package. Kama alikuwa maarufu, asingekuwa maarufu, sidhani kama hata tungekuwa tunaongelea. Lakini kwa sababu ni maarufu na ndio yani iko hivyo, kwa hiyo lazima nikubaliane na hii hali. Kwa hiyo najua angekuwa Hamisa tu ni mtu wa Hamisa tu uko sijui wapi, hakuna mtu angemuongelea by the way, si ndio? Lakini kwa sababu Hamisa ni maarufu, ni kioo cha jamii, hiyo inakuja kama package yake, yani kwa sababu ni maarufu na vitu vingine nikubaliana navyo kama mzazi. Kwa hiyo nilishajiset tangu mwanzo kama hivi vitu vipo, nikubaliana navyo na maisha endelee. Sawa, huko kwenye mitandao najua una page yako ya Instagram na mara nyingi tunakuona namba ambavyo ukiingia kwenye mitandao ukiona watu wanamwataki mwanao, kuna namna ambavyo inakuumiza kwamba watu, kwa nini mwanangu? Kama mzazi vinauma sometimes, lakini unashukuru, alhamdulillah, maisha yanaenda. Unashukuru tu Mungu, sababu kila kitu unamweka Mungu mbele. Mimi kitu ambacho naamini Mungu mbele. Yani hata mtu kama anakutukana, unajuza wewe ananitukana. There's something inside. Labda kuna chuki, labda kuna kitu anakiona kwa Hamisa. Hawezi tu mtu kulipuka kumtukana mtu, hakuna sababu. Lazima kuna kitu anakiona ndani ya Hamisa. Labda akifanya vile basi ataanguka kama hivi. Lakini mimi naamini Mungu mbele. Kila kitu ni Mungu. Kwenye kaeka za harusi, nakumbuka kwenye interview yako moja ulisema kwamba Hamisa alivyopatana na Azizi alikwambia kwamba mama, mimi nataka kuwekeza Tanzania, na watu wakasema Azizi kila kitu anamwambia mama mkwe. Pengine walichanganya labda ukaribu wa mama mkwe na Azizi mwenyewe. Ni kwamba Azizi amekuwa comfortable kwako kama mama na kuelezea vitu tofauti, au ni hiyo tu kwamba alikwambia tu anawekeza Tanzania? Tofauti ya Azizi na yani tofauti yangu mimi na watu wa mama wengine, Azizi simchukulii kama mkwe. Azizi ni mtoto wangu. Nilimpokea Azizi kama mtoto. Yani kwa sababu Mwenyezi Mungu mimi na mtoto mmoja kaniongezea kiume, kwa hiyo nimpokea kama mtoto. Kama mtoto we have to talk, tunaongea kila kitu. Okay. Sawa, Mama Samani, kwenye ile kama nitakuwa nakukera. Kwenye harusi ya Hamisa vilibuka vimaneno vingi sana kwenye mitandao. Watu walianza kudai kwamba mama yake na Azizi alikuwa anazungumza haelewi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na harusi ile. Wewe kwa upande wako ulivyokuwa unaona vile vimaneno ambavyo vinadai kwamba yule ni mama yake na Azizi, wewe ulikuwa unaichukuliaje? Mimi sijaviona bado. Mimi page yangu nasema mnajua, naingia kwenye page yangu, nafanya kitu napeleka kwenye page yangu, na wale watu ndio wafollow ndio naingia, vitu vingine waga siangalie. Na nikiona kitu chochote ambacho kinaenda tofauti na mimi huwa na try kuignore. Kwa niko hivyo. So kuna vitu vingi sioni. Watu wengine wananidisia kwa
Recently kumekuwa na story kuhusiana na Rushaynah na kile alichokizungumza kuhusu Hamisa, na tukaona kuna screenshot ilikuwa inasambaa kwamba anamuomba msamaha Hamisa na anasema kwamba mama alinipigia simu na Mwijaku alinipigia simu. Ulizungumza na Rushaynah kuhusiana na kile kilichoendelea? Kuliongelea hilo, naweza kupata next question ili niondoke. Yes. Kwako mama, ni mama ambaye una wajukuu zako ambao unaona kabisa wako kwenye maisha ya watu maarufu. Wewe ni maarufu, mwanao ni maarufu. Unatamani waje kuwa kwa namna gani? Yani wakae mbali na mitandao, au hata wakiwa mitandaoni unahisi wamefuata roho ya bibi yao? Wajukuu zangu kwanza namshukuru Mungu, alhamdulillah, ni watu wana akili sana. Wanajitambua, especially Dylan ana akili sana. Yeye anaweza kukaa naye kuongea naye kwa sababu labda unaongea na mtu wa miaka 40 30. Kwa hiyo najua wenyewe watachoose njia wanayoitaka sahihi, kwa sababu nawaamini. Nimewalea vizuri kwa sababu muda mwingi nakaa nao mimi. Kwa hiyo ni watu ambao najua watakuwa mbele, watachagua wenyewe watakuwa maarufu ama mtu kama Fantasy sidhani kama atakuwa maarufu. Dylan anaweza, Fantasy sidhani. Dylan labda, lakini sioni kama kuna mtu kati yao anataka maarufu. Nadhani ni watu wanataka concentrate na maisha yao mengine tofauti. Mama, kwa kumalizia tu, niliona comment yako unamjibu. Okay. Niliona comment yako unamjibu mtu aliyekuuliza, nimeona kama umepungua ni kisukari mama, mtu ambie, ukamwambia nimefanya surgery, ndawapa namba ya daktari na sitaki niulizwe tena. Ni aina gani ya surgery uliofanya? Nadhani nilijibu pale na niliwaambia na nitafanya interview kwa ajili ya kuelezea hilo, si leo. Leo nimekuja kwa ajili ya kusupport wanawake wenzangu. Lakini muonekano huu ni kutokana na surgery uliofanya? Nimesema nitaongelea next time. So leo. Hapo mama, nikupongeze pia kuhudhuria pia leo siku ya Huba Huru, dunia event hapo pia mahusu akina mama. Kama mama ambaye una mtoto ambaye ni star, anazungumziwa kwa mambo mazuri na mabaya pia. Neno moja kuhusu watu ambao wanamzungumzia mwanao, na kama mama ambaye mwanao ni star pia, vitu gani unachukulia hasa unapoona vitu vinaenda against tofauti kuhusu mwanao? Mimi kwanza wasichana naambia wafanye kazi. Tuache maneno. Waache shortcuts. Fanye maneno. Unajua watu ambao hawamjui Hamisa ndio wanaomuongelea kwenye mitandao. Watu wanaomjua Hamisa. Hamisa ni mwanamke hodari, mwanamke anayefanya kazi. Kwanza mimi mwenyewe na mwanangu niko very proud. Sio kusema na kwa sababu ni mtu wangu. Yaani Hamisa akipewa kazi anafanya kazi. Labda mngeweza hata kuuliza kwenye makampuni ambayo amefanya nao kazi. Ni mtu ambaye ameconcentrate na kazi. Ana longolongo. Alafu kitu kingine, Hamisa ana rafiki mmoja tu. Leo labda niwaambie. Hajawahi tangu amekuwa maarufu. Hajawahi kuwa na rafiki wa pili. Ana rafiki huyu anaitwa Bambina. Nendeni Instagram yake anaitwa Bambina Make. Huyo tu ndio rafiki yake ambaye anaweza kuja nyumbani kwetu akalala kaamka kama nyumbani kwao. Hajawahi kuwa na rafiki mwingine. Ana rafiki huyu anaitwa Bambina Make. Kwa maana hiyo kwamba Rushaynah anakuwa shoga yake. Sitaki kuongelea hilo, nimewaambia Hamisa ana rafiki huyu mmoja. Juzi alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba watu wampumzishe basi kwa sababu amekuwa akimsema sana na mara nyingi. Sema wewe sitaka upumzishwe. Alizungumza hicho kitu. Kama mama pia huko unamshauri nini hasa unapopitia situation kama hizo? Subra. Kila kitu kinapita. Alafu kama mitandaoni vitu ni siku mbili siku tatu wameshasahau watu. Okay, basi mama ukapumzike. Nashukuruni sana. Wasafi Soap, sabuni ya mche kwa matumizi ya usafi wa aina zote. Wasafi Soap, usafi kama wote. Sasa inapatikana Tanzania nzima.